Miongoni mwa tuliokuandalia katika taarifa za siku ya leo ni kuwa Nakhumisha arejea serikalini katika mabadiliko madogo yaliyofanywa na rais, na mlipuko mpya wa ugonjwa huko Wajir waua watu 18 huku wengine 106 wakilazwa hospitalini. Na kimataifa, Ethiopia haitaki kuingia kwenye vita na Eritrea, asema Waziri Mkuu Abiy. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, na karibu kwenye dira kamili ya Iqra FM 95.0 ukisomewa nami Abdul Hamid Suleiman. Mlipuko wa ugonjwa hatari wa Kala Azar unaosababishwa umeikumba kaunti ya Wajir na kusababisha vifo vya watu 18 na kuambukiza zaidi ya watu 500 katika muda wa miezi mitatu iliyopita. Huku visa vikisambaa katika kaunti ndogo 4, serikali ya kaunti imezindua mpango wa kukabiliana na dharura ili kudhibiti hali hiyo. Wafanyikazi wa matibabu walithibitisha kuwa kesi 532 zimeripotiwa hadi sasa na wagonjwa wengi wanapona baada ya matibabu. Ugonjwa huo umeangamiza watu 18, wengi wao kutokana na kucheleweshwa kwa matibabu. Naibu gavana wa kaunti hiyo Ahmed Muhammad amesema wameongeza hatua za kuzuia, ikiwa ni pamoja na kupanua uwezo wa hospitali kwa kuanzisha wadi mpya ya wagonjwa wanaoingia, kununua vifaa vya matibabu ya dharura na ufukizaji mwingi katika maeneo yaliyoathiriwa. So far we have 106 patients admitted. As I said again, line-listed patients are 532. Equally, there were 18 deaths reported, most of them because of late reporting or poor health-seeking behavior, wanting health-seeking behavior of our people, so that by the time patients come to the referral centers, they are already at an advanced stage. Hematological complication is the main cause of death in Kala Azar. The first thing we have to do is to give a good supportive care, whereby you have to stabilize the patient, and after stabilization, that we start the definitive treatment. The other thing is that these drugs we are using are not 100%. Na Rais William Ruto amefanya mabadiliko serikalini, huku Edward Kisiang'ani akiondolewa katika wadhifa wa katibu wa kudumu katika Wizara ya Mawasiliano na kuwa mshauri mkuu wa rais na mwanachama wa Baraza Kuu la Uchumi. Katika taarifa kutoka kwa afisi ya mkuu wa utumishi wa umma Professor Julius Bitok na Daktari Belio Kipsang wamebadilishana majukumu. Makatibu wengine ambao walihamishwa katika wizara zao ni pamoja na Elijah Mwangi ambaye sasa ni naibu katibu mkuu mpya wa idara za serikali za michezo katika Wizara ya Masuala ya Vijana na Michezo. Teresia Mbaika ameteuliwa kuwa katibu wa idara ya serikali ya usafiri wa anga na maendeleo ya anga katika Wizara ya Barabara na Uchukuzi. Mbaika amekuwa akihudumu kama katibu katika idara ya ugatuzi chini ya ofisi ya naibu rais. Ismail Madei amehamishwa kutoka idara ya masuala ya vijana hadi idara kwa ajili ya mipango maalum katika Wizara ya Utumishi wa Umma. Na gavana wa zamani wa kaunti ya Nyandarua Daniel Waithaka Mwangi na waziri wa maji wa zamani wa kaunti hiyo Grace Wanjiru Gitonga wamehukumiwa kifungo cha miaka 2 jela kila mmoja au walipe faini ya shilingi milioni 1. Hii ni kutokana na kuhusika kwao katika sakata ya utoaji zabuni ya shilingi milioni 50. Wawili hao walipatikana na hatia hiyo mnamo Machi tarehe 13 mwaka 2025 kuhusiana na mashtaka mbalimbali yanayohusiana na ufisadi. Waithaka alifikishwa mbele ya hakimu mkuu Evans Kiago mjini Nyahururu akikabiliwa na mashtaka ya matumizi mabaya ya ofisi na kushindwa kutii sheria za kufanya manunuzi. Gavana huyo wa zamani alihukumiwa miaka 2 jela kwa kila shtaka au alipe faini ya shilingi milioni 1. Wakati huo Gitonga pia alihukumiwa kwa mashtaka 2 ya kushindwa kuzingatia sheria za manunuzi na kuanzisha mradi bila mpangilio wa awali. Hii ni Dira ya Iqra 95.0 FM. Na tukisonga mbele ni kuwa aliyekuwa waziri wa afya Susan Nakhumisha amepata kazi serikalini baada ya Rais William Ruto kumteua kama mwakilishi wa kudumu wa Kenya
katika shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu mpango wa makazi UN Habitat. Nakhumicha alipoteza wadhifa wake wakati Rais Ruto alipovunja baraza lake la mawaziri mnamo Julai tarehe 11 mwaka 2024 kufuatia maandamano ya muda mrefu yaliyoongozwa na vijana wa Gen Z dhidi ya serikali. Hata hivyo, Nakhumicha hakurejeshwa serikalini na badala yake aliamua kurudi kijijini kushughulika na ukulima. Katika mabadiliko mapya ya Rais Ruto yaliyotangazwa na mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei, Mhandisi Peter Tuma aliyeondolewa kama katibu wa michezo ameteuliwa kama balozi wa Kenya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Rais William Ruto ameanzisha rasmi makala ya mwaka huu ya 73 ya mashindano ya mbio za magari ya WRC Safari Rally nje ya jumba la Chatta. Ruto alieleza umuhimu wa mashindano hayo na fursa zinazoambatana nayo na kuwataka Wakenya kuzitumia vyema. Rais amefichua kuwa wameanza mazungumzo na kampuni ya Toyota Gazoo ili kutoa mafunzo kwa madereva wa humu nchini. Jumla ya magari 39 yanashiriki mashindano hayo ya siku 4 yakiwa ya mkondo wa 3 katika kalenda ya msururu wa dunia baada ya Monte Carlo na Uswidi. Kati ya madereva hao 11, 10 ni wa humu nchini, wengi wakishiriki kitengo cha WRC2, WRC3 na kitengo cha kitaifa. Baada ya kuanzishwa nje ya ukumbi wa Chatta, magari haya yameshindana katika kituo maalum cha Kasarani kabla ya kuelekea Naivasha. 5 seconds to go. 5, 4, 3, 2, 1, and off they go. Up the onward. Well done, up done. So far we have 106 patients. Na katika habari za kimataifa. Na katika rubaa za kimataifa ni kuwa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema kuwa nchi yake haina dhamira ya kuanzisha vita na nchi jirani ya Eritrea kwa lengo la kuifikia bahari ya Shamu. Kauli zake za mwaka 2023 kuwa kupatiwa nafasi ya kufikia bandari ya Shamu kuwa ni swala ambalo halina mjadala lilizua wasiwasi wapo Ethiopia ilitaka kudhibiti pwani hiyo kwa nguvu. Maoni ya Abiy katika bunge yalijiri wakati kulikuwa na hofu ya mahasimu wao wa zamani wanaohusika na mgogoro mwingine. Waziri mkuu wa Ethiopia amesema kuwa ufikuzi wa bandari ya bahari ya Shamu iliyopo Tigray inapaswa kujadiliwa kwa njia ya kidiplomasia na iwe na faida kwa nchi zote mbili. Hata hivyo, alisisitiza kuwa majadiliano kuhusu bandari haipaswi kuwa na mwiko na kwamba kanuni za kimataifa zinaunga mkono wazo kwamba mataifa makubwa yanahitaji upatikanaji wa baharini. Zimekatika dakika 9 baada ya saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Huo ndio mwisho wa Dira ya Iqra FM. Mimi ni Abdul Hamid Suleiman. Ramadhan Mubarak.